Karibu katika taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Tumekuandalia mengi ikiwa ni pamoja na wanamgambo wa RSF wakubali kusitisha mapigano kuruhusu misaada ya kibinadamu. Watu 17 wafariki dunia wakiwa gerezani ndani ya mwaka mmoja nchini Kenya. Wabunge wa Marekani wamuita Andrew Wilson kutoa maelezo juu ya Jeffrey Epstein. Na mwanaume aungua baada ya powerbank kumlipukia huko Melbourne. Naam. Na tumai ubweri wa afya pote pale ulipo duniani. Kwa moyo mkunjufu na mikono miwili, ujambo na karibu kwenye taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Jina langu ni Kantona Joseph. Shirika la kutetea haki za binadamu la IMLO limesema Wakenya 17 wameuawa kwenye seli za polisi, huku visa hivyo vikichunguzwa mwaka huu pekee. Ripoti hiyo ya IMLO pia imeisema watu wengine 59 wameuawa na polisi kwenye visa vya utumizi wa nguvu kupita kiasi. Vifo hivyo vilitokea katika vituo vya polisi na rumande katika angalau kaunti 10 zikiwemo Nairobi, Nakuru, Murang'a, Siaya, Mombasa, Kakamega na Busia. Ripoti hiyo pia imeonyesha kuwa kulikuwa na jitihada za kuficha sababu za baadhi ya vifo hivi, huku familia nyingi bado zikisubiri haki. Sababu za vifo ni tofauti, zikiwemo kupumua kwa nguvu za moyo na mapafu, ambapo ni respiratory failure, kupungua kwa nguvu za moyo kutokana na majeraha mengi, cardiogenic shock. Visa hivi vimeripotiwa licha ya kuwepo kwa sheria ya huduma za kitaifa ya corona inayolazimisha kuanzishwa kwa shirika huru kuchunguza vifo visivyoeleweka, lakini utekelezaji wake umekwamishwa. Hali hii imetokea huku bunge la seneti la Kenya likijadili mswada wa kuweka kamera za siri za CCTV katika vituo vya polisi, hatua inayolenga kupunguza vifo gerezani na matumizi makali ya nguvu za polisi. Wabunge wa Marekani wamemwandikia Andrew Mountbatten Windsor, ndugu ya mfalme Charles wa Uingereza, wakimtaka rasmi kuhudhuria mahojiano ya kueleza uhusiano wake na Jeffrey Epstein aliyehukumiwa kwa makosa ya unyanyasaji mkubwa wa kingono. Waraka wa bunge la Marekani unamtaka bwana Windsor, ambaye hivi karibuni alivuliwa cheo cha kifalme, kusaidia katika kuwatambua watu wengine walioshirikiana na Marekani Epstein katika sakata ya unyanyasaji wa kingono. Mwanaume mmoja ameteketea kwa moto katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Melbourne baada ya powerbank ya lithium iliyokuwa mfukoni mwake kulipuka, jambo lililosababisha majeraha ya kuchomeka mguu na kidole. Mwanaume huyo mwenye umri wa miaka 50 alikuwa katika ukumbi wa wageni wa Qantas asubuhi ya Alhamisi Novemba 6 mwaka huu, wakati powerbank hiyo ilipolipuka moto ikajaza eneo hilo la kifahari na moshi na kusababisha watu takribani 150 kuhamishwa haraka. Wafanyakazi walimsaidia na huduma za dharura kabla ya kuhudumiwa na afya na kumtibu. Baadaye alipelekwa katika hospitali akiwa katika afueni na kisha akaruhusiwa kwenda nyumbani. Shuhuda wa tukio hilo wamesema aliona asidi ya betri ikirushwa bila kila mahali, kulingana na gazeti la The Hague. Msemaji wa Qantas amesema ukumbi huo ulisafishwa na kufunguliwa tena baada ya saa 2. Qantas kwa sasa inakagua sera zake kuhusu abiria kubeba aina yoyote ya betri ya lithium, ikiwemo powerbanks, na inatarajiwa kutoa mwongozo mpya hivi karibuni.
Ndege nyingi sasa zinashauri abiria kubeba power banks karibu nao ama kwenye mfuko wa kiti au begi chini ya kiti, na si kwenye kabati la mizigo ya juu. Mnamo Julai, moto ulizuka kwenye ndege ya Virgin Australia kutoka Sydney hadi Hobart, ukichochewa na power bank iliyokuwa kwenye kabati la mizigo ya juu. Power bank ya kubebeka pia inashutumiwa kuwa chanzo cha moto ulioungua kwa kuharibu ndege ya abiria nchini Korea Kusini Januari mwaka huu. Ndege kadhaa za kimataifa kama vile Emirates, Cathay Pacific, China Airlines, Korea Air na Singapore Airlines zimepiga marufuku kutumia power banks na kuzichaji wakati wa ndege. Pia kuna vikwazo vya idadi ya betri zinazoweza kubebwa kulingana na uwezo wake. Baadhi ya ndege zinaruhusu power banks 2 tu zenye uwezo wakati ya wasi zipatazo 100 na 160. Ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Sasa hivi tunaenda kwenye matangazo yetu awamu ya pili, ambapo tunashirikiana na shirika la DW idhaa ya Kiswahili. Unatupata mbashara msikilizaji kupitia idhaa hii, ambapo sasa hivi naungana naye Wakio Mbogo, ambapo ana taarifa hii. Bibi wake Julie anaamini kuwa Julie aliteswa vibaya kabla ya kupelekwa hospitalini kufanyiwa upasuaji baada ya kupata matatizo ya kiafya, lakini baadaye akafariki dunia. Nataka niambiwe Julie aliuliwa na nani? And what did she do? Kifo chake akiwa mikononi mwa polisi ni miongoni mwa visa vingi vilivyoripotiwa vinavyoibua maswali kuhusu mienendo ya polisi na maafisa wa magereza wakati wa kuwakamata na kuwazuilia watuhumiwa. Ripoti mpya ya shirika la haki za binadamu IMLU inaonyesha kulikuwa na vifo 17 vilivyotokea katika vituo vya polisi na vifo vingine 59 vilivyohusishwa na polisi kutumia nguvu kupita kiasi katika kipindi cha mwaka mmoja kati ya mwaka 2024 na mwaka 2025. Mkurugenzi mtendaji wa IMLU Grace Wangeshi anaeleza. Kenya inashuhudia ongezeko la kutisha la vifo vinavyotokea mikononi mwa polisi. Vifo hivi vilirekodiwa katika vituo vya polisi na maeneo ya mahabusu katika angalau kaunti 10 ikiwemo Nairobi, Nakuru, Murang'a, Siaya, Mombasa, Kakamega na Busia. Utafiti huo uliofanywa na IMLU ulihusisha timu ya madaktari wa uchunguzi wa maiti ambao walipitia matokeo ya uchunguzi wa maiti na kubaini taswira ya kusikitisha kuhusu kile wahanga walipitia kabla ya kifo chao. Sababu za vifo zilihusisha kushindwa kwa moyo na mapafu kufanya kazi, majeraha mengi mwilini, kunyongwa na katika baadhi ya matukio dalili za kupanga kifo kuonekana kama kujiua. Haya yanajiri wakati baraza la Seneti linajadili hoja ya kuwekwa kwa kamera za CCTV katika vituo vyote 1209 vya polisi nchini ndani ya miaka miwili ili kuzuia visa kama hivyo. Hoja hiyo iliyowasilishwa na seneta mteule Karen Nyamu inaitaka Wizara ya Usalama wa Ndani kuhakikisha kunakuwa na ufuatiliaji wa moja kwa moja na uhifadhi salama wa picha kwa ajili ya uchunguzi. Kufuatia malalamiko ya umma, sheria hiyo inapendekeza kutambua kama kosa la jinai mtu yeyote atakayeharibu mifumo ya CCTV na pia hifadhi kidijitali kumbukumbu za matukio yanayoripotiwa polisi. Ndani ya muda wa wiki 2 zilizopita, mamlaka ya uchunguzi wa utendaji kazi wa polisi IPOA imeanzisha uchunguzi kuhusu kifo cha mtuhumiwa wa uporaji ambaye inadaiwa alijiua akiwa rumande katika kituo cha polisi cha Kisumu Central wiki iliyopita, pamoja na tukio la kupigwa risasi kwa mwanafunzi mwenye umri wa miaka 22 na polisi katika kaunti ya Trans Nzoia. IPOA pia inaendelea kuchunguza madai ya kumjeruhi Felix Senet, mtoto mdogo aliyedaiwa kushambuliwa akiwa mikononi mwa polisi katika kituo cha polisi cha Narok. Wakio Mbogo, DW, Nakuru. Asante sana Wakio Mbogo kwa taarifa hiyo ambayo inafungamana masuala ya haki nchini Kenya, ambapo polisi wanashutumiwa, ambapo Tanzania bado ipo kwenye mshtuko kutokana na vurugu zilizoshuhudiwa wakati na baada ya uchaguzi wa mwaka huu tarehe 29 Oktoba, ambao waangalizi wa kimataifa wanasema haukuzingatia haki na haukuwa huru.
mamlaka zinakabiliwa na maswali mengi kuhusu mauaji yanayodaiwa kufanywa na vikosi vya usalama taifa hilo. Deo Kanji Makomba na taarifa zaidi. Siku nne shughuli za kijamii na kiuchumi zimerejea nchini Tanzania. Mamlaka nchini humu pia zimerejesha huduma ya intaneti iliyokuwa imefungwa wakati wa vurugu za maandamano yaliyotikisa katika mikoa ya Dar es Salaam, Arusha, Mwanza, Mbeya na Songwe. Wakizungumza kwa nyakati tofauti na DW, waandishi wa habari na watengenezaji maudhui mitandaoni wamesema walipata wakati mgumu katika kutekeleza majukumu yao kutokana na kuzimwa kwa intaneti. Wamesema kuwa kuzimwa kwa mtandao wa intaneti kumesababisha athari kubwa na nyingi, ikiwemo kupoteza mapato kutokana na watengenezaji maudhui mitandaoni kutegemea mapato yatokanayo na habari ama maudhui wayachapishayo mitandaoni. Fredrick Bundala maarufu kama Skywalker, ambaye ni mkurugenzi wa chombo cha habari cha mitandaoni cha Simulizi na Sauti SNS, anasema 100% ya maudhui yatengenezwayo yanategemea intaneti na kwamba kwa kipindi chote ambacho intaneti ilifungwa hawakuweza kufanya kazi ya kuhabarisha umma na hivyo kupoteza pia mapato. Kwa kipindi cha siku 6 ambazo hatukuwa na internet, maana yake ni kwamba hatukuweza kuingiza chochote katika kipindi hicho. Kwa hiyo athari imekuwa kubwa, na ambayo impact yake itaendelea kuwepo kwa sababu kuna wafanyakazi inabidi walipe mshahara kwa huu mwezi mwishoni, kuanzia tarehe 29 mpaka mwanzoni hapa tarehe 2 mwezi huu wa 11, maana yake hatukuweza kuzalisha chochote. Kwa hiyo athari imekuwa kubwa sana. Kwa upande wake Juventus Mugendani, ambaye pia ni mwandishi wa habari na mtengenezaji wa maudhui mitandaoni jijini Dodoma, anasema changamoto kubwa ilikuwa ni kushindwa kupandisha maudhui kutokana na kufungwa kwa intaneti. Kwa niseme tu ni kushindwa kupandisha maudhui, lakini pia changamoto ilikuwa ni huduma za kifedha, sababu tunafahamu mtandao ndio kila kitu. Niseme tu kwamba hilo ni moja kati ya vitu ambavyo vilikuwa vinashindikana, kwa hiyo uweze kufanya muamala wa aina yoyote. Lakini pia naweza nikasema kwamba shughuli zote ambazo zilikuwa zinahusiana na masuala ya mtandao ilikuwa ni ngumu, lakini kwa sababu ilikuwa ni nchi nzima, basi tunaweza kulipokea kwa sababu ni sababu ambazo ni kwa ajili ya usalama wa taifa. Kufungwa kwa huduma ya intaneti kulisababishwa na maandamano ambayo yalianza siku ya uchaguzi, yakisababisha vifo na majeruhi kadhaa pamoja na uharibifu mkubwa wa mali hasa za umma na binafsi za watu wanaohusishwa na utawala. Deo Kanji Makomba, DW. Asante sana. Nazidi kusonga mbele kwenye taarifa yetu ya habari kupitia idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa na shirikiana na shirika la DW kwenye matangazo yetu ya mbashara. Rais wa Ujerumani Frank-Walter Steinmeier amewahimiza wafanyabiashara wa Ujerumani kuwekeza katika mradi mkubwa wa miundombinu ya reli wa Lobito kusini mwa Afrika. Angela Mdungu na taarifa hiyo kwa kina. Rais Steinmeier amesema mradi wa reli wa Lobito ni wa kimkakati wenye umuhimu mkubwa kiuchumi. Mradi huo unakusudia kuunganisha mji wa pwani wa Lobito na mikoa yenye utajiri wa rasilimali kusini mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hadi Zambia. Aidha, Steinmeier amesema kwa kuwa kampuni ya barani Ulaya ilishinda zabuni ya mradi huo, makampuni ya Ujerumani na Ulaya kwa ujumla yana nafasi kubwa ya kufanya uwekezaji. Ametoa kauli hiyo siku 2 baada ya rais wa Angola João Lourenço kutoa wito kwa Ujerumani kufanya uwekezaji zaidi nchini Angola. Steinmeier amehitimisha ziara yake ya siku 2 Angola kwa kutembelea mji wa Huambo ambao ni watatu kwa ukubwa nchini humo. Ameutembelea mradi wa kuondoa mabomu ya ardhini ambayo bado hayajalipuka na kituo cha kuwasaidia waathiriwa wa mabomu mjini Huambo. Kituo hicho kilianzishwa wakati wa ziara ya mke wa mwana mfalme wa Uingereza wakati huo, marehemu Princess Diana, mnamo mwaka 1997. Mabomu ya kutegwa ardhini wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyokwisha mwaka 2002 bado yanahatarisha maisha ya raia. Frank-Walter Steinmeier ndiye rais wa kwanza wa Ujerumani kuitembelea Angola, ambapo ziara yake imelenga kuonesha msimamo wa nchi hiyo kama mshirika muhimu wa kisiasa na kiuchumi. Tulikuwa na mazungumzo ya kisiasa katika mji mkuu wa Angola, Luanda, na nimegundua kuwa ulikuwa wakati sahihi kabisa kwa rais wa Ujerumani kuitembelea Angola kwa mara ya kwanza. Na ni wakati mzuri kwa kuwa Angola inasherehekea miaka 50 tangu ilipopata uhuru wake.
50-jährigen Unabhängigkeit. Angola kwa sasa inashikilia wenyekiti wa kupokezana Umoja wa Afrika wenye mataifa 55 wanachama. Taifa hilo ni mzalishaji mkubwa wa madini ya almasi na lina hifadhi kubwa ya malighafi muhimu ambazo sekta ya viwanda ya Ujerumani inazihitaji. Kabla ya kuhitimisha ziara yake Angola, Steinmeier aliyatembelea mataifa ya Misri na Ghana. Alipokuwa Ghana, alitangaza kuwa nchi yake itatoa msaada wa dola milioni 69 za Kimarekani kwa ajili ya maendeleo nchini humo. Miradi iliyolengwa ni ya nishati jadidifu, viwanda na masuala ya kidijitali. Aya, asante sana. Nazidi kusonga mbele kwenye idhaa hii. Habari hizi za Afrika leo mchana nashirikiana na shirika la DW katika matangazo yetu haya ya mchana. Kwingineko kwenye taarifa nyingine ni kwamba Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limepiga kura kuunga mkono azimio la Marekani siku ya Alhamisi la kuondoa vikwazo dhidi ya rais wa Syria Ahmed al-Shara kabla ya ziara yake ya ikulu wiki ijayo. Lilian Mtono na taarifa hiyo. Kuelekea taifa hilo aliposema ataiondolea vikwazo. Baada ya kuidhinishwa, Trump alimsifu Shara kwa kufanya kazi nzuri na hatua kubwa kupigwa nchini humo licha ya mazingira magumu. Tutakutana na nadhani anafanya kazi nzuri sana. Ni mazingira magumu na yeye ni mtu mahiri, lakini ninaelewana naye vizuri sana na hatua kubwa imepigwa kuhusu Syria. Hilo ni jambo gumu, lakini hatua kubwa imepigwa. Tuliondoa vikwazo kwa ombi la Uturuki na Israel. Baada ya miaka 13 ya vita vya wenyewe kwa wenyewe, Rais Bashar al-Assad alifurushwa mnamo mwezi Disemba kufuatia mashambulizi yaliyofanywa na vikosi vilivyoasi vikiongozwa na kundi la Islamist Hayat Tahrir al-Sham ama HTS. Kundi hilo ambalo awali lilitambulika kama Nusra Front lilikuwa ni tawi rasmi la kijeshi la kundi la kigaidi la Al-Qaeda nchini Syria hadi pale lilipovunja uhusiano mwaka 2016. Tangu Mei 2014 kundi hilo lilikuwa chini ya vikwazo vya Umoja wa Mataifa vilivyolenga makundi ya Al-Qaeda na lile linalojiita dola la Kiislamu. Hata hivyo, China ilijizuia kupiga kura kwa kuwa ilisema azimio hilo halikuelezea kwa kina juu ya namna suala la ugaidi litakavyoshughulikiwa pamoja na hali ya usalama nchini Syria, ikiwa ni kulingana na balozi wa China kwenye Umoja wa Mataifa Fu Kong. China kwa muda mrefu imekuwa ikielezea wasiwasi wake kuhusiana na mustakabali wa vuguvugu la itikadi kali la Eastern Turkestan Islamic Movement huko nchini Syria, ambalo wanamgambo wa Uyghur kutoka China na Asia ya Kati ni wafuasi wake. Na makundi ya haki za binadamu yamekuwa yakishutumu Beijing kwa kuinyanyasa jamii hiyo ya walio wachache. Balozi wa Urusi kwenye umoja huo Vasily Nebenzia kwa upande wake amesema Moscow inaunga mkono azimio hilo kwa sababu ya umuhimu wake na limetanguliza maslahi na matarajio ya watu wa Syria. Urusi ilimlinda kidiplomasia mshirika wake Assad wakati wa vita, ikipiga kura ya turufu zaidi ya mara 12 katika Baraza la Usalama, mara nyingi ikiungwa mkono na China wakati baraza hilo lilipokutana mara kadhaa kujadili hali ya kisiasa na kibinadamu nchini Syria. Asante sana Lilian Mtono kwa taarifa hiyo. Nazidi kusonga mbele msikilizaji, ambapo tupo mbashara. Unapokea taarifa hii kupitia idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa na shirikiana na DW. Usisahau kujisajili nasi, subscribe mkwaju follow, vile vile penda like habari zetu, na usisite kutuandikia maoni yako kupitia radiofortuneafrica@gmail.com. Pia tembelea tovuti yetu cantonadigital.wordpress.com kwa habari zaidi. Tupokee taarifa nyingine ambapo Najet Omar ana taarifa hiyo kwa kina. Wapatao 378 waliochaguliwa kufuatia tathmini iliyofanywa na tume iliyopewa jukumu la kufufua mfumo wa haki na taasisi za mahakama huko mashariki mwa Kongo. Hata hivyo, wananchi wameeleza mashaka yao juu ya watu hao walioteuliwa, wakihofia vitendo vya upendeleo, hasa ikizingatiwa kwamba waasi hao ndio wanaohusishwa na sehemu kubwa ya uhalifu uliofanywa katika maeneo yanayokaliwa na Kiev
kaskazini na kusini. Christine Chiruza ni mkazi wa Goma. Anasema hatarajii chochote kutoka kwa mahakimu hao kwa kuwa imani katika taasisi za mahakama imetiwa doa. Chiruza ameendelea kuwa wanachoweza kutarajia kutoka kwa mfumo huo wa haki ni kufunguliwa kwa kesi dhidi ya wale wote waliotenda uhalifu na ukiukwaji wa haki za binadamu kuanzia mwezi Januari hadi leo hii, akisisitiza kuwa kwa bahati mbaya hilo haliwezi kutokea kamwe. Kwa hivyo hatutarajii chochote cha maana kutoka kwao mbali na kutatua kesi na migogoro midogo kati ya wananchi. Wakili wa Kongo Pascal Shamavu ambaye alilikimbia eneo la mashariki mwa DRC kabla ya waasi wa FS na M23 kuliteka eneo hilo, ameeleza pia mashaka yake kuhusu suala la mahakimu hao walioteuliwa na waasi kusimamia haki. Kulingana na mwanasheria huyo, mahakimu hao watalazimika mara kadhaa kukiuka kiapo chao cha kuwa wataalamu wa sheria kwa kuwa watafanya kazi katika eneo lililo chini ya udhibiti wa waasi. Sio tu kwamba vyombo hivi vya mahakama vitakosa uhalali, lakini pia havitaaminika. Watu wanajiuliza ni kwa misingi gani ya kisheria wameteuliwa. Mahakimu walioteuliwa na waasi hawataweza kuwa waadilifu na watakuwa wakikiuka kiapo chao kila wakati ikiwa watalazimishwa na waasi. Huku juhudi za kidiplomasia zikiendelea ili kujaribu kurejesha mamlaka ya serikali kote nchini DRC, mtetezi wa haki za binadamu Pisco Kalimushi anaamini kuwa mbinu hii ya waasi wa M23 haitakuwa na matokeo ya kudumu. Uongozi huu mpya unaokalia maeneo hayo si halali hata kidogo. Kwa maana hii, kila wanachofanya ni cha muda tu na kitadumu kwa wakati huu wakiyashikilia maeneo hayo. Na bila shaka waasi hawa watalazimika kuondoka wakati fulani. Hivyo kila walichounda kinaweza kuvunjwa ili serikali halali iweze kurejesha mamlaka yake. Baada ya mahakimu hao kuteuliwa, sasa inasubiriwa kufahamu ni lini vyombo vya sheria huko mashariki mwa Kongo vitaanza kufanya kazi kikamilifu. Kimsingi, mahakimu hao watatakiwa kurejesha mfumo wa sheria na haki katika maeneo hayo ambapo kumekuwepo ukiripotiwa mara kadhaa vitendo vya ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu. Asante sana Najet Omar. Sasa hivi msikilizaji, tunaelekea kwenye sehemu ya kuweza kupokea iliyo kwenye mitandao, na tunakuomba simama na kituo hiki. Kabla ya kupokea hilo, kituo kipi idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa tunahitaji kununua transmitter na station transmitter link. Tunakuomba simama na kituo hiki kufikia malengo yetu ya uratibu ili tuweze kupata mitambo hiyo itakayotusaidia kuweza kupepesha matangazo yetu kwa njia ya FM na kuwafikia mamilioni ya watu kwenye eneo hilo. Tunaomba simama nasi tupige jeki kwa hilo. Unaweza tuma mchango wako kupitia paybill namba ni 625 account namba ni 012450 85217800 au till namba ni 456146 kupitia mitandao yote ya kurusha pesa. Vile vile unaweza pale katika eneo lile jukwaa la Google Radio Fortune Africa. Utapata pale app ziko nyingi. Chukua ile app ambayo ni ya Zeno ya Radio Fortune Africa, itakuelekeza mahali ambapo utapata PayPal kwenye ukuta huo wa donation. Hapo ukibonyeza basi utapata maelekezo unavyoweza kufanya. Sasa hivi basi tunazidi kusonga mbele msikilizaji kwenye taarifa hii habari na kurejesha kwenye studio za DW washirika wetu ili waweze kupokea yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Hajafikishwa mahakamani kwa sababu kwa mujibu wa hiyo video Nifa ndiye ambaye alikuwa anahudumia familia. Ndio mtu tunasema vijana ndio mtu aliyetoboa. Sasa na kitobo nacho kimefunga, maisha yamekuwa mazito. Kwa hiyo video hiyo inahuzunisha sana na ndio ambayo inajadiliwa sana huko nchini Tanzania. Maoni ni mengi. Kwa mfano Pate anasema hakika chozi la huyu mama naamini halitenda bure, Mungu atatenda haki. Malaika Jackson anasema mama anaweza kufanya lolote kwa mtoto wake. Tafakari, mama anaomba msamaha kwa ajili ya mwanawe. Masuda anasema mpaka kumaliza mitano hii ni hakikishe kwamba kila mtu atalia, na kama hujalia basi wewe utakuwa uko peke yako duniani. Hayo ya Tanzania. Lakini huko nchini Mexico, rais wa nchi hiyo Claudia Sheinbaum ametoa wito wa kutambua unyanyasaji wa kijinsia kama kosa la jinai katika maeneo yote nchini humo. Hiyo imetokea baada ya mwanaume mmoja ambaye ilisadikiwa kwamba amelewa akitaka kumbusu hadharani
wakati akielekea Ikulu alipokuwa anakutana na kupiga picha na watu waliokuwa pembezoni mwa barabara kuelekea Ikulu. Tukio hilo nadhani hakulichukulia kama ni tukio kubwa, lakini baada ya video zilizokuwa zimerekodiwa kusambaa mtandaoni ndio akaona kwamba ilikuwa ni tukio la kutaka kumnyanyasa kijinsia. Sasa wananchi wengi wa Mexico na watu ambao wamesoma taarifa hii wanaona kama ni kwa sababu limemtokea yeye, ndio maana sasa anaamua kuna uzito wa kulichukulia hatua kama suala la unyanyasaji wa kijinsia ni kosa la jinai. Kwa mfano Kills anasema yani hadi rais wanamfanyia hivi ni aibu, lakini Lupi Keama anasema kama imetokea kwake ajue kwamba ni wanawake wengi wanapitia hali ya namna hiyo. Alikuwa na jukumu pengine la kulirekebisha kabla hayajamfika yeye. Ngoma ikipigwa kwako ndio itaicheza vizuri. Tusome maoni sasa uliotuandikia mfuatiliaji wetu. Tukianza kwenye ukurasa wa YouTube, anasema huyu Corin Juma ameitegea sikio DW akiwa Geita, Tanzania. Mtongori Chacha anasema ili amani ipatikane katika taifa letu, viongozi zingatiani haki na upendo. Hilali Mtui umetundikia, unasema hakika ni aibu kwa taifa letu kuwaua raia wake na kuendelea kuminya demokrasia. Namuona Edwin Thorobert kutoka Bukoba, Tanzania, anasema kinachoniumiza ni kuona viongozi wetu wapo kimya, hakuna anayejitokeza kuzungumzia vifo vilivyotokea wakati wa uchaguzi. Hii inaonyesha viongozi hawajali. Michael Bahati anasema natoa pole kwa wale wote waliopoteza wapendwa wao, Mungu amlaze marehemu mahala pema peponi. Amen. Gifta Kyo anauliza huko Kongo kuna nini? Umoja wa Mataifa mko wapi? Jonathan Macherengo wa Mwanza, Tanzania, unauliza taarifa za wananchi kuuliwa kufariki wakiwa mikononi mwa maafisa wa usalama zitaendelea hadi lini? Aloisi Samba wa Arusha, Tanzania, unasema kuondolewa kwa vikwazo ni hatua muhimu inayoweza kufungua ukurasa mpya wa ushirikiano na kujenga matumaini ya amani ya kudumu nchini Syria. Wakati Deusdedit Madia wa Moshi Makunduchi, Tanzania, natumai si Makunduchi hii, anasema anawapa pole wale wote waliopoteza wapendwa wao kwenye maandamano yaliyotokea Tanzania baada ya uchaguzi. Eliudi Nandi kutoka Sumbawanga, Tanzania, nauliza ni kwa nini vifo vingi vitokee mikononi mwa polisi wakati wao ndio walinzi wa raia na mali zao? Hilo ni swali lake. Jackson Valence wa Dodoma, Tanzania, anasema mahakama ya makosa ya jinai huko Uholanzi, chukueni hatua kali za kisheria dhidi ya viongozi wasiojali utu wa raia wao, tunataka haki itendeke. Baraka Roban kutoka Kigoma, Tanzania, anasema ewe Mwenyezi Mungu walaze mahala pema wote waliouawa katika vurugu zilizotokea baada ya uchaguzi nchini Tanzania. Na uone ujumbe wake na Mala Joansi wa Kakurejo, Tanzania, anauliza amani ya kudumu itarejea lini huko Sudan Kusini? Lucas Zabroni wa Mwanza, Tanzania, anamtakia kila laheri rais wa Ujerumani Frank-Walter Steinmeier baada ya kuhitimisha ziara yake barani Afrika. Robinson Kachumita wa Kero, Tanzania, anauliza vita inayoendelea huko Sudan itakwisha lini? Ukurasa wetu wa Facebook, matangazo haya pia yanapatikana moja kwa moja, na uone ujumbe wake. Willy Rais wa Amani kutoka Arusha, Tanzania, anauliza polisi wa Kenya kulikoni kuzidi kuua raia? Selva Kihanga wa Kagera, Tanzania, anasema mataifa yetu yaache kutumia nguvu kuongoza. Rupia Supasembe wa Nzega, Tanzania, anasema poleni sana raia wa Tanzania mliopoteza ndugu zenu wakati wa maandamano katika kipindi cha uchaguzi. Jenga Charles Bunga wa Tabora, Tanzania, anasema tunataka haki itendeke. Gift Sebastian wa Kibondo, Tanzania, anatoa pole kwa raia wa Sudan kwa madhila wanayopitia. Na Miraji Zakaria Mjwanga wa Singida, Tanzania, anasema anatumai ziara ya rais wa Ujerumani Frank-Walter Steinmeier itakuwa na mafanikio kwa mataifa aliyoyatembelea. Nisome ujumbe wa mwisho wa Thomas Kagoma, anasema Urusi na Ukraine, kaini meza moja malize tofauti zenu. Mwisho wa awamu ya kwanza ya ujumbe huu ulituandikia. Kutakuwa na awamu nyingine. Baki nasi baada ya mapumziko mafupi, tutaingia kwenye mjadala. Asante sana, azidi kusonga mbele. Wakati huu basi tupokee Kiziba Mkonga. Katika Kiziba Mkonga cha sasa, mzazi mwenye mtoto mdogo kati ya miaka 4 hadi 12 usimruhusu mwanao kuona picha za video za damu, maiti au kumsimulia taarifa
ngumu. Uwezo wao wa kihisia bado ni dhaifu na madhara yake ni endelevu baadaye. Usitengeneze tatizo kubwa la kesho. Tupunguze tatizo, tusiongeze tatizo. Mzazi mwenye mtoto mdogo kati ya miaka 4 na 12, usimruhusu mwanao kuona picha na video za damu, maiti au kumsimulia taarifa ngumu. Uwezo wao wa kihisia bado ni dhaifu na madhara yake ni endelevu baadaye. Usitengeneze tatizo kubwa la kesho. Tupunguze tatizo, tusiongeze tatizo. Na ndio maana mimi hupenda kusema kila wakati, kama huwezi kusababisha mabadiliko makubwa peke yako, lazima ukubali kushirikiana na wengine. Hakuna mabadiliko ya kibinafsi. Change is a shared responsibility. Na hicho ndicho Kiziba Mkonga cha sasa.